Haleluya, mjakazi wa Bwana, jina la Bwana Mungu wetu lihimidiwe na litukuzwe milele yote. Popote pale ambapo unanifuatilia ukiwa ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania. Nikiwa naongea pia na mahususani pia wafanyakazi pamoja na Kristo katika shamba la Mungu. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu na kunyoosha mapito yake, maana kila bonde litajazwa na kila kilima na kilima kitashushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua kweli, basi nimewekwa kwenye majira na nyakati kama hizi, ili kile alichonifunulia Mungu kwa neema yake kwa kupitia mwongozo wa Roho Mtakatifu kiweze kukufikia. Hivyo kichwa cha somo la siku ya leo, kabla sijaweza kukielezea, basi niweze kuomba. Ninakushukuru Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, uliyenipa tena neema na kibali machoni pako na machoni pa wanao wa kike na wa kiume ndani ya taifa la Tanzania na katika mataifa yote ulimwenguni. Ninakushukuru kwa maana imeandikwa, mjitie nira yangu mjifunze kwangu, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ninakualika Roho Mtakatifu, tukijitia nira, tukijifunza kutoka kwako, ukituongoza kipindi hichi tangu mwanzo mpaka mwisho, ukimjalia mtazamaji na msikilizaji ambaye Mungu amekusudia aweze kulisikia na kulitenda, kwa kuwa hata kuwa msikilizaji tu bali atakuwa mtendaji wa kile ambacho atapata au atakisikia kwa siku ya leo. Na watu wote wenye pumzi na uhai tupate kusema amen. Basi moja kwa moja, somo la leo limeweza kunijia, au neno la leo ambalo limebeba kichwa cha somo kinachosema ni unabii juu ya mchungaji wa ufufuo na uzima ajenga mnara wa Babeli na kuanguka. Hivyo tunaelewa kwamba yapo mambo ambayo yameweza kufanyika wakati wa kitabu cha Agano la Kale, na yote yalikuwa yanazungumza kwa ajili ya wanadamu. Lakini katika mazungumzo yote yalikuwa yakizungumzwa kwa Mungu au yakiwa yanaelezwa kwenye Biblia takatifu, ni ili tupate kujifunza na ili tupate kujua nini Mungu anataka hasa watu wake. Basi moja kwa moja kupitia mnara huu ambao alikuwa na ujenga, Mungu akasema nitaushukia ni uchafulie usemi, ili wasiendelee tena kujenga mnara huo wa machukizo. Na akasema nitawatawanya kutoka pande hizi, niwatawanye huku na huko. Na kama ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyangu, na kama pia ni upo katika taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, uliona unabii wa kutawanywa au wa kuondoshwa kwa watu wanaoabudu katika kanisa la ufufuo na uzima. Yote leo Bwana ametaka niweze kuyafikisha kwa lengo la watu kujifunza, kwa maana anasema kwa mtini jifunzeni. Baada ya kusema hayo, niweze kuingia kwenye Biblia takatifu inayosema ni unabii juu ya mchungaji wa ufufuo na uzima ajenga mnara wa Babeli na kuanguka. Kwamba mnara huo umeshajengwa, na Mungu ni Mungu ambaye huwa anatazama, ama tunaweza tukasema Mungu si mwepesi sana wa kuchukua hatua haraka. Huwa anampa mtu muda wa matengenezo. Mungu anampa mtu muda wa marekebisho. Kwa hiyo hata tunaona mpaka ifike hatua ule mnara uliojengwa wa Babeli, ambao watu walikuwa na lugha moja, usemi mmoja, mipango mimoja, yani ajenda moja.
Mungu akasema nitashuka ili nione kwamba ni kwa jinsi gani hayo yote yamefanyika. Basi siku moja nikiwa katika njozi ya usiku, nikaweza kupelekwa, nikachukuliwa kwa Roho wa Bwana mpaka katika nyumba ya ufufuo na uzima. Na mwishowe Mungu alighadhibika sana kwa vitu vifuatavyo ambavyo aliweza kuviona vikitendeka katika nyumba ya sala. Na hivyo vimekuwa machukizo. Kama tunavyojua, mnara wa Babeli ni mambo ya machukizo ambayo yanamchukiza Bwana wetu Yesu Kristo. Na kupitia hivyo ndivyo Bwana akasema ni anguko la kanisa hilo la ufufuo na uzima, akiwemo mchungaji anayeongoza. Kwa anasema kwa uthibitisho wa maneno haya ya Mungu aliyonifunulia, namna alivyoujenga na kuwajenga watu ambao Mungu alikuwa amepewa, na hao watu waliokuwa amepewa ni wale waumini ama washirika waliokuwa chini yake. Na wale watu ambao aliweza kupewa na Mungu, Mungu alitaka nyumba ile watu wajengwe kwa mafundisho ya neno la Mungu, la kuwaonya, kuwarekebisha, na wengine neno la Mungu ni kama sehemu ya ufunguo wa kufungua maisha yao ambayo yamefungwa na adui. Lakini alichokiona katika nyumba ile, aliona kunafanyika biashara. Narudia tena, akaona katika nyumba ile kunafanyika biashara katika nyumba yake ya sala, na kuwaleta hata baadhi ya wafanyabiashara kama vunja bei. Nafikiri unayeabudu mahali hapo, nafikiri hivi vitu umeshakutana navyo, na hata kuruhusu vyakula na bidhaa mbalimbali kuingia katika nyumba ya ibada siku ya Sabato. Basi kwa mujibu wa vifungu vitakatifu vya sheria ya ufalme wa Mungu, vitakuonyesha namna ambavyo walijenga, na watu wamejengwa. Hata baadhi ya wale ambao wanaenda kuanzisha huduma, basi utembea na mtiririko huo kulingana na kile ambacho wamekijengwa au wamefundishwa au wamelishwa au wameelekezwa. Sasa kwa mujibu wa kifungu hichi kitakatifu cha sheria ya ufalme wa Mungu, katika ile Nehemia 13 mstari wa 15 na ile aya 22 inasema, Nehemia 13:15 mpaka 22 anasema, siku hizo naliona katika Yuda watu wengi waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato. Kwa wapo ambao wamekanyaga mahali pale. Mvinyo ni sawa na kinywaji, hata maneno mtu anaweza kukulisha ukalewa kama mvinyo. Mafundisho ambayo hata ukaelekezwa ni sawa na mlevi, unaweza kumwambia acha pombe, na wakati tayari ule mvinyo umeshamlevya, haizi kuacha. Kwa nasema siku hizo naliona katika Yuda watu wengi waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine walichukua miganda na kuwapakia punda zao, kwamba tayari mtu anaweza akasema pale pana punda ambapo tunajua Wamasai au Masaini pia ndo pana punda. Lakini kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utaona maandiko yanasema Bwana
akatuma akasema, mtakapomkuta mwanapunda amefungwa, basi mfungueni, alafu mumwambie Bwana ana nini? Ana haja naye. Kwa hapa anaposema walio wamepaki maganda kama wanapunda, ni watu. Yamkini mwingine anapakiwa, anajaza labda ubwabwa, na ni sehemu ya watu katika ibada. Jaza mabakuli ya chakula. Huko kunafanyika sherehe za watu kuzaliwa, birthday, vitu kama hivyo ambavyo siku hiyo Biblia inatuonyesha nini hapa. Anasema, na wengine walichukua miganda na kuwapakia punda zao, kwamba hata katika sehemu ya waumini walionao au sehemu ya washirika walionao, kuna watu wengine wanawapakia mizigo wakafanye biashara ndani ya ibada. Mwingine amepakiwa karanga, mwingine amepakiwa labda biskuti, mwingine amepakiwa kila kitu ambacho kwa Mungu ni machukizo. Lakini watu au kanisa halikuweza kuwajenga kwa kuambia siku ya Bwana sio siku ya kufanya biashara. Kwa watu wanapakiwa hata bidhaa, wanakuja na maeneo, wanafika maeneo wanaweka vibanda vya chipsi maeneo ya ibada. Na hata katikati ya ibada mtu akaamua hakutume, nenda kaniletee chipsi, ibada inaendelea, watu wanatafuna chakula. Nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu. Kwa hapa nasema, anatueleza siku hizo naliona katika Yuda watu wengi waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine walichukua miganda na kuwapakia punda zao. Nimesema miganda inaweza kuwa karanga, inaweza kuwa biskuti, inaweza ikawa biashara yoyote ambao kuna baadhi ya watu walikuwa wametengwa maalum, ibada inaendelea, wao wanafanya biashara katika nyumba ya kanisa hilo la Ufufuo na Uzima. Na anasema, na tena na mvinyo na zabibu na tini na namna zote za mizigo walioileta Yerusalemu, yani siku ya Sabato, nami nikashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Kwa kila mtu alileta mvinyo wake. Tukiangalia birthday, mtu anaamua kuleta soda au anaamua kuleta juice, au mwingine analeta wine. Hivyo vitu nimeshaviona katika nyumba ya ibada katika siku ya Bwana. Kwa nasema waliuza na vyakula. Kama ni muumini wa mahali hapo na unanifuatilia, au kama ni mchungaji wa mahali hapo, ulifanya huduma au uliabudu na umetumwa katika maeneo mbalimbali katika kanisa ya Ufufuo na Uzima, nadhani kabisa unajua yalikuwa yanafanyika mauzo ya vyakula katika siku ya ibada. Siku ya ibada. Na hapa anasemaje? Tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki. Ina maana kuna watu wengine walikuwa wamefanya makazi kabisa ya kuishi maeneo ya nyumba ya kukutanikia. Anasema tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya nini? Siku ya Sabato, na mumo humo Yerusalemu wakawa wanauza. Nafikiri ni shuhuda wa hichi ninachosema. Na hata kama sio kanisa tu la Ufufuo na Uzima, makanisa yaliyoitwa kweli yanaofanya biashara, anguko. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Tengenezeni njia nyikani, njia kuu ya Bwana Mungu wetu. Tengenezeni. Nazo ni sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia kuu ya Bwana Mungu wetu, yanyoosheni, maana kila bonde litajazwa na kila kilima kitashushwa. Kushushwa ni moja ya kuangushwa. Kwa sababu watu wamefanya biashara wakawauzia watu siku ya Bwana, siku ya Sabato,
Na hapo mstari wa 17 Bwana asemaje? Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda. Hatuwezi kujua Mungu alizungumza nao kwa namna ipi. Sema ndipo wakagombana na wakuu wa Yuda, nikaambia ni neno baya gani hili mnalolifanya ninyi na kuinajisi siku yangu ya Sabato. Kwa ilikuwa ni manajisi, ni unajisi kwa siku yake Bwana aliyoitenga. Kwa ilikuwa inafanyika unajisi. Na anasema mstari wa 18, je, sivyo hivyo walivyofanya na baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya hayo yote juu yetu na juu ya mji huu kwa kuwatawanya kama alivyowahi tutaangalia kwenye kitabu cha Mathayo 21, akasema, je, nyumba ya baba yangu itakuwa ni pango la wezi, la wanyang'anyi, la biashara ama la sala? Kwa akashuka ndani ya viongozi wa nchi kupitia askari walinzi waliowahi kufika katika maeneo haya, wakapa usuru pale katika nyumba za ibada zote za Ufufuo na Uzima, wakitawanya watu kama Kristo alivyotawanya na kuharibu kila kitu. Mungu anatenda kazi ndani ya watu, sio mpaka ashuke mwenyewe. Hapa tunaendelea kuona, anasema, je, sivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli na kuinajisi Sabato. Kwa ghadhabu ya utumishi inakuja mpaka juu ya Waisraeli, wana wa Mungu wanaoongozwa. Ghadhabu hiyo inaghadhibika kwa wote. Utaniambia kwa namna gani? Ni sawa na Adamu alipokula ile tunda, wote tukahukumiwa tunda kifo kwa kosa la baba mzazi Adam. Kwa kosa la baba Adam, watu wakaingia kwenye ghadhabu dunia yote. Na ndivyo tunaona dunia iko katika msukosuko wa kila namna. Manake lilikuwa ni kanisa la Bwana, ilikuwa ni nyumba aliyokalisha jina lake kama Mungu wa ufufuo na uzima. Kwa hiyo kwa kupitia uthibitisho wa Biblia takatifu, tunaona kitabu cha Nehemia 13 mstari wa 19 inasema, ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa na giza kabla ya Sabato. Kwa kabla ya Sabato, yani siku haijafika kabla ya Sabato haijaingia, Bwana anasema nikaamuru yasifunguliwe hata Sabato ishi. Kwa Mungu akawa anataka malango hayo yafungwe ili mtu akiingia ibadani ameingia, sio anatoka in out kwenda kununua, kwenda kufanya manunuzi ya kuleta karanga, kula chakula, kula baga, sio kula biskuti, kula nini kwenye nyumba ya ibada. Anasema ikawa malango nikaamuru yasifunguliwe hata Sabato ifanyaje? Iishi. Nikawaweka juu ya malango ili usiingizwe. Kwa kuna watu waliwekwa kwenye malango ili usiingizwe mzigo wowote siku ya nini? Ya Sabato. Siku ya Sabato mzigo wowote usifanyaje? Wa biashara usiingizwe ndani ya nyumba ya ibada. Lakini yaliingizwa maji, yani katoni kwa katoni, vyakula. Yamkini hata wakati watu wako Kawe wanaingiza biashara za nyama, chipsi na vitu mbalimbali. Anasema mstari wa 20, basi wenye biashara na wachuuzi wa bidhaa za kila namna wakalala hata nje ya Yerusalemu hata mara 2 mara 3, wakilinda bidhaa zao, wakilinda biashara zao. Nadhani kabisa wewe ni shuhuda wa hicho ambacho tunakizungumza kama ni muumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. 21, ndipo nikawashuhudia nikawaambia, mbona mwalala mbele ya ukuta mkitenda hivi tena? Nikawakamata. Tangu wakati ule hawakuja tena siku ya nini? Ya Sabato. Bwana akasema akabidi aingilie kati, wengine kukamatwa, na ili wasije tena kuingia siku ya Sabato. Mstari wa 22, kisha nikaamuru Walawi wajitakase wanaoabudu katika
watenda kazi katika nyumba hiyo. Yamkini na amini kabisa, manake nimesha sali hapa. Kulikuwa na kina shepherd, kulikuwa na mapotential. Ni moja ya Walawi wanaotakiwa kulinda. Anasema nikisha nikawaamuru Walawi wajitakase, nao waje kuyalinda malango ili kuitakasa siku ya Sabato. Unikumbuke hayo nayo, Mungu wangu, niachilie sawa sawa na wingi wa rehema zako. Kwa kama alitoa maagizo kwa Walawi, mashefadi, mapotential kulinda, basi umwambie Mungu, Mungu wangu, ukaniachilie sawa sawa na wingi wa rehema zako. Lakini ikiwa kama walikuwa wana maagizo haya, watu wakaingiza bidhaa, ninaendelea kuelekeza, kuonyesha kile ambacho Mungu anasema ni hukumu ya anguko la mtumishi wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Tuende kwenye kitabu kingine kinachoonyesha Yeremia 17 mstari wa 21. Anasema 21, Bwana asema hivi, jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wowote siku ya Sabato. Akiwa nawapa wajihadhari nafsi zao, wasije wakachukua mzigo wowote siku ya Sabato, wala wasiulete ndani ya malango ya nyumba za kukutanikia ibadani Yerusalemu. Wala msitoe mzigo wala chochote kinachokuwa ndani ya ibada. Anasemaje? Wala msitoe mzigo katika nyumba zenu, wala msitoe mzigo katika nyumba zenu siku hiyo ya ibada Sabato, wala msifanye kazi yote. Anatoa maelekezo katika nyumba zenu za ibada, msifanye kazi yoyote. Je, watu hao walijengwa kwa kutokufanya kazi yoyote siku ya Sabato? Kwa kutokufanya biashara siku ya Sabato? Ikiwa katika nyumba za ibada walikuwa wanafanya, je, wanapotoka ibadani walikuwa wakienda kufanya kazi za biashara? Je, walikuwa wakienda kufanya usafi? Je, walikuwa wakitoka wanaenda kufanya nini? Au wakimaliza Sabato wanakwenda wapi? Anasema wala msifanye kazi yote, bali itakaseni siku hiyo. Kwa siku hiyo isipofanyika kazi yote, maana yake ni siku iliyotakaswa kama nilivyoamuru baba zenu. Lakini mstari wa 23 anasema lakini anasema hapa kwenye mstari wa 23, lakini hawakunisikiliza wala wakutega masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Kwa hiyo walifanya shingo zao kuwa ngumu wala wasisikie na kupokea hayo mafundisho. Na ili hali kwenye kitabu pia cha Kumbukumbu la Torati 5, Kumbukumbu la Torati 5 mstari ule wa 13, Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 13 unasema hivi, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Kwa hiyo siku sita ilikuwa ni maagizo ya watu, kanisa la Ufufuo na Uzima na makanisa yote 7, Efeso, Smirna, Philadelphia, Laodikia, Pergamo, Thiatira, Sardi, kuhakikisha wanafanya kazi siku sita na watende mambo yao yote. Lakini mstari wa 14, lakini siku ya Sabato, anasema lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe wako wala punda wako wala mnyama wako yote wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako, anasema ili mtumwa wako na mjakazi wako naye wapumzike vile vile, kama wewe mchungaji, kama wewe askofu, mtume, nabii. Naelekea tamati. Nikiwa naelekea tamati ya somo hili kwa kukamilisha kwa kifungu hichi kitakatifu cha Amosi. Amosi 6 mstari wa 1. Amosi, kisoma kitabu cha Amosi. Amosi 6 mstari wa 1 nasema, ole wao wanaostarehe katika Sayuni na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria, watu mashuhuri wa taifa lilo la kwanza ambalo nyumba ya Israeli huwaendea. Kwa hilo ni taifa la Israeli, taifa
lililokuwa ni taifa teule, watu wa milki, watu watangazao habari za Kristo, ambao watu wengi mataifa huyaendea, watu huwaendea ili kuabudu, ili kumtukuza Mungu. Kwa hiyo wamefunzwa nini katika hayo? Sasa tunaona Mathayo 21:13, Mathayo 21:13, Mathayo 21:13 ikiwa inaeleza hivi: akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa hiyo ikawa tena sio pango au haikuwa tena nyumba ya sala, bali ikawa pango la wafanyabiashara, pango la watu kuja kunadi biashara zao za vunja bei. Watu wakajikuta wananadi biashara zao, na wengine hata kuingizwa kwenye kufundishwa namna ya kuwekeza benki. Kwa hiyo moja kwa moja yote haya ni machukizo makubwa yaliyofanyika katika kanisa la ufufuo na uzima, na ndio mnara uliokuwa unajengwa. Marko 11:17 anatuambia, akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Je, nyumba yake haikuitwa kuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote? Lakini leo tunazungumza kwamba haijawa nyumba tena ya sala kwa mataifa, imekuwa tena nyumba ya biashara. Hata wale mataifa waliokuwa wanatakiwa kuhudhuria kwa ajili ya ibada, walipofika wakaikuta ni sawa na watu wako mnadani, kwenye gulio, kwenye biashara, na sio nyumba ya sala. Kwa nyumba ya Mungu hapakustahiwa, mtu akupastahi. Ni sawa na mtu ufanye upike chumbani. Natoa tu mfano, manake tayari yani inakuwa tayari ni nje ya taratibu. Chumba ni mahali pa kulala, chumba ni mahali pa kulala. Tunajua kabisa hata sebuleni ni mahali ambapo wanaketi hata kama ni wageni, lakini ukapafanya kama ndio chumba cha kulala, pia tayari ni uchafu. Kitu chochote kinachokuwa nje ya sehemu yake husika tayari ni uchafu. Ndio wanasema unajisi uliotiwa katika nyumba yake. Baada ya kuona nyumba ya Mungu ya sala kufanyika biashara, ndipo neno hili likanijia kama alivyowahi kuwajia watu wa Mungu katika Biblia takatifu, katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 18 ule mstari wa 1 hadi wa 8. Basi baada ya hayo, kama neno la kinabii ambalo limeweza kunijia kama alivyomjia Yona mwana wa Mitai, Yeremia, Ezekia, Hosea na wengineo. Baada ya hayo, naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani. Sasa sio nyumba ya maskani, anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Manake mahali ambapo Mungu amepaweka kukalisha jina lake, manake ni maskani yake ya sala, sio maskani yake ya biashara. Lakini ikawa ngome ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kila mtu akaingiza bidhaa yake katika nyumba ya sala. Kila mtu akaingiza na waini na keki za kusherekea birthday za wachungaji, za washirika, za waumini na kadhalika. Lakini hapo sio sehemu rasmi, hapajatengwa. Ziko kumbi ambazo zimetengwa maalum mkafanyia huko, lakini sio nyumba ya sala, sio mahali pa Bwana. Ndipo Bwana akasema, kwa kuwa amekuwa maskani na ngome za kila roho mchafu na ngome za kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Na hii imebeba maana nyingi, kwamba hata vile ambavyo Mungu anataka wanawake wajiweke kwenye nyumba za ibada, sio kuingia uchi, sio ingie na taiti na vipedo na shimizi. Kwa wamekuwa ngome ya roho chafu
na maskani yenye kuchukiza, ambao hata shetani anakuwa anapata uhalali, mlango wa uvamizi kwa wao waumini, kwa sababu ya vitu bandia ambavyo wamevibandika kwenye kope zao, ambao ni kope za Mungu, lakini wameongeza kope za nyingine, kucha bandia, nyusi zinatolewa, mawiving bandia. Hiyo ni lango la kukaribisha uvamizi wa adui. Kwa hiyo ikawa tena sio mahali pa kuwakinga, bali ikawa tena lango la adui kupashambulia na kuharibu tena kanisa la Bwana. Sasa mstari wa tatu wanasemaje? Ufunuo 18:3. Kwa kuwa mataifa yote sasa wamekunywa mvinyo wa ghadhabu. Palitengwa kuwa mahali pa mataifa kukimbilia, lakini anakuambia kwa kuwa mataifa yote sasa walikunywa huo mvinyo, walilishwa, manake maneno, wakalewa, wakanywa mafundisho, wakajengwa, manake mvinyo, maneno, yale maneno yakawajenga. Asema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo, manake tayari asema patakuwa ni nyumba ya sala ya mataifa yote kupaendea. Kwa kupitia kosa hilo, asema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa sasa mvinyo, mafundisho haya ya kutokuwaonya, kutokuingiza bidhaa, biashara, mambo ya mapambo, biashara, kunadi biashara za vunja bei, kuwahamasisha wafungue benki kwa ajili ya akiba, na huku unakuta mtu hana chochote. Anasema kwa kufanya mataifa hayo wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya huo uasherati. Wamekunywa, manake sasa tayari palikuwa ni uchafu kama mtu anayefanya uasherati. Na wafalme wa nchi pia wamezini naye, manake tayari unakuta yamkini benki inahusiana na serikali, inapoingizwa kwa ajili ya kuwafundisha watu namna ya kuweka akiba, namna nini, pako mahali palipo mngetenga rasmi kwa kuzungumza hayo, lakini sio nyumba ya sala. Kwa hayo yote yalifanyika katika nyumba ya ufufuo na uzima. Anasema na wafalme wa nchi wamezini naye, yaani waliingia ubia, walikubaliana wajenge pamoja nao, kuwajenga watu wao, kwamba ni vyema una watu wengi, na kuwaingiza hata kutoa damu kwa ajili ya wagonjwa na hospitalini. Viko vitengo maalum vimewekwa kwa watu wao waende huko wakatoe damu hizo. Kwa ni uzinifu ambao uliingia ndani ya nyumba ya ibada kwa kukubaliana, kwa kuwa na hoja, kama vile mnara wa Babeli walivyokuwa na lugha moja, hoja moja, wakaingia kutoa damu kwa ajili ya wagonjwa. Siwezi kuzungumzia kwamba hili linaweza likawa ni dhambi, lakini najaribu kuelezea kwamba kila mahali pamewekwa rasmi kwa kazi maalum. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya sala. Pakifanyika nje ya taratibu, tayari ni unajisi, tayari ni uchafu. Tena anasema wamezini, wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Anapozungumzia wamepata mali, maana walipofika wakakutana na waumini, wakawaungisha bidhaa walizozileta. Lakini Mungu anasema walipata mali hao wafanya biashara kwa kiburi chake, maana anajua ni nyumba ya sala, lakini hakuweza kuijenga kwa kuambia hapa sio nyumba ya biashara, wala sio mahali pa kufundisha mambo ya uwekezaji wa benki au sehemu kama taasisi ya kutoa damu. Ilikuwa ni nyumba ya sala. Na mstari wa 4 unasemaje? Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake. Hii ni sauti ya Mungu inayokuagiza wewe, tokeni kwake enyi watu wangu. Kuna baadhi ya watu Mungu anawaambia, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msije mkapokea mapigo yake. Kwa maana dhambi zake, mstari wa 5, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake, akisema mlipeni
yeye kama alivyolipwa mara 2 kwa kadri ya matendo ya ujengaji wa mnara huo wa machukizo katika nyumba ya ibada. Katika kikombe kile walichowachanganyisha, mchanganyisheni maradufu. Akiwa na maanisha kama aliwajenga kwa kuambia ni sawa tu biashara kuja kufanyika, uza karanga zako, uza hata kama ni vitabu mbalimbali, hata kama ni vya dini. Kuna siku maalum imetengwa kwa ajili ya kufanya, hata kama ni vitabu vya dini, imetengwa siku maalum ya kufanya biashara hizo, ambapo siku 6 fanyeni kazi, lakini siku ya 7 ni siku ya kila mmoja kukaa katika hali ya utulivu, kuyasikiliza mafundisho ya neno la Mungu ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha. Lakini ukiwa hauko katika hali ya utulivu, utakuwa umejifunza nini kwake? Utakuwa umepata nini kwake? Wakati Mungu anamtumia, wakati huo Mungu akiwa anafundisha ndani yake. Ufunuo 18:7 anasema kwa kadri alivyojitukuza. Maanake Mungu asema sasa alijitukuza, hakutaka kuwa chini, asikilize maelekezo ya Mungu na kufanya anasa. Anasema mlipeni maumivu na huzuni kadri hiyo, kwa kuwa amesema moyoni mwake, nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kama. Mtu akisikia malkia anajiuliza yule ni mwanaume. Lakini kwa Kristo anasema njoo nitakuonyesha mwana kondoo. Kusoma Ufunuo 21 mstari wa 9, akajibu mmoja wale malaika yule atakayehoji mbona anasema ameketi malkia wakati yeye ni mwanaume. Sasa nisikilize, kwa Mungu ni wanawake. Mwanamume Yesu Kristo analiweka kanisa kama sehemu ya mbegu, tungisha mimba ya kuzaa watumishi, viongozi, wainjilisti, mitume. Ufunuo 21:9 asema akaja mmoja wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, na akanena nami akasema, njoo nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Ndio maana tunasema hata ni maandalizi ya bibi harusi kumlaki bwana harusi. Kwa hapa anaposema, anasema nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Bwana anasema mstari wa 8 nikiwa nahitimisha, kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti, huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Baada ya kusema haya machache, kama mjumbe wa Bwana niliyepewa ujumbe ili niweze kuufikisha, ili uweze kutambua ya kwamba yale yote ambayo yalifanyika katika nyumba yake ya sala, Mungu wa nguvu, ufufuo na uzima, ameyaona. Tengeneza sasa, ikiwa bado yamkini una muda wa kutengeneza. Lakini Bwana anasema hilo ni anguko la kanisa la ufufuo na uzima. Na hayo ni baadhi tu ya mambo machache ambayo Bwana amenipa leo kwa kuyaeleza jinsi alivyoujenga mnara wa Babeli. Mwenye macho aambiwe tazama, wala mwenye masikio aambiwe sikia. Nisikilize neno hili ambalo Roho anena na makanisa yote ambayo yanatakiwa yajifunze kupitia hili. Amen.